Mpendwa, Bwana asifiwe. Bwana ni mwema sana. Nikukaribishe tupaingie patakatifu sana pa Mungu. Tuzame kabisa katikati ya utukufu wa Bwana wa Shekaina, ili kutoka humo tupate mahitaji na rehema na neema za Bwana wakati wetu wa kuhitaji. Je, unajua baraka zako? Unajua faida zako? Unajua mishahara zako? Unajua uzima wako hautokani na juhudi zako peke yake? Afya, nguvu, uhai wako unategemea yule unayemtegemea, Mungu wako wa mbinguni. Nikukaribishe usiku wa leo. Bwana ameandaa meza ya kifalme mbele yako kupitia maombi hapa Patakatifu Media, kupitia kitabu cha Zaburi 128. Tunakwenda kumwomba Mungu baraka zilizoandikwa katika Zaburi 128 ziweze kuwa za kwako, ziweze kuwa za kwangu, ziweze kuwa za familia zetu kwa jina la Yesu. Awamu ya kwanza tutaangalia baraka binafsi, vitu binafsi ambavyo tunataka Mungu atufanyie. Tufungue pamoja katika kitabu cha Zaburi 128 na ule mstari au mlango wa kwanza na wa pili. Zaburi 128 mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko matakatifu yanasema, heri kila mtu amchaye Bwana, heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia zake, aendaye katika njia zake, maana utaila kazi ya mikono yako, maana utaila kazi ya mikono yako. Utakuwa heri na kwako kuwa heri, utakuwa heri, utakuwa heri. Maandiko yanasema heri mtu yule amchaye Bwana. Neno heri manake ni blessed. Amebarikiwa mtu yule amchaye Bwana, amebarikiwa mtu yule amtegemea Mungu, amebarikiwa mtu yule aliyekubali kuongozwa na Mungu na kutembea katika njia za kimungu. Lakini pia anasema utakula kazi ya mikono yako. Wako watu wanafanya kazi kwa bidii sana. Yawezekana na wewe siku ya leo umeitumia kujituma sana, lakini jasho lako ulilolitoa limeliwa na watu wengine. Lakini yawezekana fedha uliyoipata imeishia kulipa kodi, kulipa mishahara watu wa kazini, na kulipa vibarua, lakini hauna ulichokipata. Jasho lako limeishia kudhulumiwa, jasho lako limeishia kupotea, lakini jasho lako limeishia kuleta maumivu zaidi kwenye maisha yako. Mungu anataka leo uwe heri na ubarikiwe. Watu wakuonao wakuite heri. Jasho lako, nguvu zako, kufikiri kwako kuweze kuleta matunda kwako na yasitawanyike. Kwa hiyo tunakwenda kumwomba Mungu. Tunakwenda kumwomba Mungu katika maeneo matatu. Moja, tunakwenda kuvunja ile hali ya kupata na kupoteza, hali ya kupata na kupoteza, hali ya kuingiza na kutoka, mifuko iliyovuja, hali ya kupoteza, unapata vinapotea, unapata vinapotea. Lakini pia tunakwenda kumkabidhi Bwana njia, kumkabidhi Bwana njia. Yawezekana umepita katika njia ambazo milango yake kule mbele imefungwa, lakini Mungu akikupesha kwenye njia zake, kila kifungo kinafunguliwa, kwa sababu Mungu ni bingwa wa kufungua vilivyofungwa. Lakini pia tunakwenda kuomba baraka kwa ajili ya kesho, baraka kwa ajili ya kesho. Mungu abariki kazi ya mikono yako. Awamu hii ya pili kwako iwe kama Petro, tupa jarife, tuone kama utapata kitu tena. Awamu hii ya pili, Mungu akubariki sana. Basi tunapoenda kumwomba Mungu, tafuta nafasi tuweze kuomba kwa pamoja. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu mwenye nguvu, Mungu mkuu mwenye uwezo, na mamlaka yako ni kubwa sana, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu ambaye unatupenda sana. Tunakushukuru Yesu Kristo, kwa sababu kwa kupigwa kwako Yesu wetu mambo yetu yamepinduliwa na kuwa chanya kutoka negativu. Tunakushukuru Mfalme Mungu wa mbinguni, kwa kupigwa kwako sisi tumepona.
Asante kwa sababu hata kale kaadui umekashughulikia kwenye maisha yetu, hakana nguvu tena kwa jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ahadi nyingi nzuri ambazo umetupatia. Asante mfalme wa amani. Pokea sifa, pokea heshima, pokea utukufu, mamlaka, ukuu na adhama. Utukuzwe mfalme, utukuzwe Jehova, utukuzwe Mungu wa miungu, Simba wa Yuda. Bwana, utukufu ni wako milele, ukuu ni wako milele, uzuri ni wako milele, na nguvu zina wewe, mamlaka yana wewe. Asante kwa baraka ya Zaburi 128 mstari wa 1 na wa 2. Jambo la kwanza, ninakwenda kuomba kwa ajili ya ndugu yangu na rafiki yangu. Ninaomba Bwana ukampatie neema ya kushinda na kula matunda ya kazi ya mikono yake, kama ambavyo neno lako limesema. Mungu, ile hali ya kupata na kupotea ikome tangu sasa kwenye maisha yake kwa jina la Yesu. Ile hali ya kuingia kwenye kutafuta alafu akatoka mikono mitupu, tunaikataa kwa jina la Yesu. Nguvu zako zikafunike juhudi zake, nguvu zako zikampatie njia katikati ya pasipo na njia, baraka zako zikamzunguke tena kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ile roho ya kurudi nyuma, roho ya kupata na kupotea, roho ya kukusanya na kutawanyika, Mungu wa mbinguni, fungulia nguvu katika utafutaji wake, fungulia nguvu katika baraka zake. Na ikiwa ni kwa sababu ameshindwa kuiangalia kazi yako, nyumba yake, akili yake imeelekea kwenye mambo yake binafsi, amewasahau yatima, amesahau wajane, amesahau wahitaji, amesahau kazi zako, amesahau uinjilisti, amesahau kusapoti majengo ya kanisa, Mungu wa mbinguni, kwa sababu ya maombi haya ya leo, akaigeukie kazi yako, na tangu sasa mambo yake yakabadilike. Akigusa kidogo, mfanyie zaidi kwa jina la Yesu. Akizamisha majarifu yake na nyavu zake zikizama mpaka kilindini, samaki wa baraka wakajae kwenye nyavu zake tangu sasa kwa jina la Yesu. Mungu wa mbinguni, ninakabidhi njia zake kwako. Yawezekana magumu mengine anayopitia ni kwa sababu alipita kwenye njia zake. Wakati ulipomwonyesha njia zako, njia zilizojaa unono, njia zilizochimbuliwa tayari, zilizojaa mbolea, alipita kwenye njia zake. Mwisho wake imekuwa ni maumivu, mwisho wake imekuwa ni uchungu, mwisho wake imekuwa ni kupoteza. Wakati mwingine alipita kwenye njia za matumizi ya fedha, akisahau zaka na sadaka kwa ajili ya utukufu wako. Wakati mwingine alipita kwenye njia ambazo mwisho wa siku ameishia kusalitiwa, ameishia kudhulumiwa. Wakati mwingine njia alizopita zimempelekea mazingira, amekwama. Kila anachokiangalia amekwama. Mungu wa mbinguni, katika maombi ya sasa, mkwamue kwa jina la Yesu. Mkwamue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Akwamuke hapo alipokwama. Sasa mpitishe katika njia zako za unono kwa jina la Yesu. Asubuhi nyingine atakapoanza, atembee kwenye njia zako, njia ambazo zinatanguliwa na maombi, njia ambazo zenye kutafakari uzuri wako. Kama Bwana alikuwa ana tuhuma za utapeli katika utafutaji wake, roho wa utapeli atoke kwake tangu sasa kwa jina la Yesu. Kama aliingia kwenye utafutaji, wakati mwingine amepungukiwa imani, ameenda kwenda kwa waganga kutafuta irizi, kutafuta maelekezo, Bwana, njia hizo zimemletea huzuni, zimemletea kupata na kupoteza, zimemletea kupoteza mwelekeo. Huenda zinawaathiri hadi watoto wake saa hii, zinaathiri hadi mama yake saa hii, zinaathiri hadi ndugu zake. Katika jina la Yesu, Mungu mfungue kutoka katika vifungo hivyo. Na kwa sababu ameamua kutembea kwenye njia zako, nuru yako umwangazie, baraka zako zikatangulie kwenye maisha yake, asipungukiwe na chochote kwa jina la Yesu. Sikia kuomba kwake, sikia dua zake, mshukie kama baraka za mvua zikashuke kwenye maisha yake, kwa sababu ameamua kutembea pamoja nawe. Lakini Mungu, ninaomba kwa ajili ya kesho yake, ninaomba kwa ajili ya kesho yake, kwa sababu asubuhi na mapema atakapoamka na kutamka maombi na dua zake kwako, Baba, kila atakachokitamka, malaika wakatangulie mbele zake, watangulie katika njia atakazopita hiyo kesho. Baba, kafungue baraka katika kila mlango atakaofungua. Kabla hajafungua,
majeshi ya malaika yaliyobeba vifurushi vya baraka yakafungue. Simu atakazopiga Bwana, wale watu wa Mungu kule wakapokee na kumpokea kwa ushindi mkubwa. Yani siku yake ya kesho ikawa ni siku ya shangwe, siku ya kuona uso wa Mungu, siku ya kubarikiwa, siku ya kukubalika. Baba, mpe uso wa kukubalika, mpe uso wa kupendwa. Bwana, akifika tu kwenye jambo lake, kama ni kesi, hakimu akimwona aone nguvu na utukufu wako. Bwana, kama ni migogoro, wasuluhishi wakimwona waone nguvu na utukufu wako. Lakini wengine ni wafanyakazi wa serikali, wanajiuliza kesho nitaanza wapi? Kila ninachoongea kinatafsirika negative kwenye mitandao ya kijamii. Kila ninachoongea kinaleta uchungu kwa watu fulani, lakini ndani yangu nina hatia. Kuna mambo nilifanya yananiletea hatia kwa jina la Yesu. Mungu, ikomeshe saa hii, ikomeshe saa hii Jehova, ikome tangu saa hii, ikome tangu saa hii. Lakini wengine ni watumishi wako, wanasema nataka nikutumikie Mungu, lakini kila nikifanya nakutana na upinzani mkali. Mungu, kwa sababu ameamua kutembea katika njia zako, achilia baraka za njia iliyofunguliwa. Kila mlango atakaogonga ukafunguliwe maradufu. Lolote atakaolifanya Bwana likabarikiwe. Juhudi zake zikapata kibali na kibali na kibali kwa jina la Yesu. Mikono yake ikaongezewe nguvu. Bwana, akawe na nguvu na akapae kama tai. Ninaomba Mungu umpe sense of urgency, umpe wepesi wa utekelezaji. Akifanya tu mambo yake yakafanikiwe na kufanikiwa na kufanikiwa kwa jina la Yesu. Lakini ninamkumbusha akakuabudu kwa njia ya sala kadiri utakavyompa nafasi. Akapata nafasi ya kujificha pale kwenye sehemu anaponywea chai, akaombe. Akapata nafasi ya kuingia kama ni chooni, akakuombe Bwana. Atapokuwa amesimama akitulia, akiona kuzubaa, Mungu akuombe. Yani mfanye kuwa rafiki yako wa karibu kuliko kawaida. Asante kwa kuwa umefanya, asante kwa kuwa umetenda, maana utukufu wako ni mkubwa sana, katika jina la Yesu, amen. Sasa bado haijaisha 128 Zaburi. Tumtukuze Mungu kwa njia ya wimbo. Wimbo unaupenda sana, unasema msingi imara umewekwa kwenu kwa neno la Mungu. Nini zaidi Mungu atasema kwako ili imani yako ipate kuzidi zaidi ya neno la Bwana? Lakini mwisho fungu la pili anasema mtu ambaye atamtegemea Mungu, nguvu za jehanamu, nguvu za kuzimu, nguvu za kale kaibilisi zitakapokuonekana zimezidi sana kwenye maisha yake, Mungu hatamtia kwa adui. Mtu wake Mungu hatamwacha. Msingi imara ninyi wa Bwana umewekwa kwenu kwa neno lake. Nini zaidi atasema Bwana, imani yenu ipate kuzidi, imani yenu ipate kuzidi. Mwisho, na mtu aliyenitegemea nguvu za jehanamu zijapozidi, kamwe kwa adui sitamtia. Mtu wangu kamwe sitamuacha, mtu wangu kamwe sitamuacha. Baraka za pili kutoka hapa Zaburi 128 zinapatikana sura ya 3 na aya ya 3 na ya 4. Na hizi ni baraka za familia. Baraka za familia. Za kwanza zilikuwa ni za mtu binafsi. Hapa ni mke na watoto. Kama ni mwanamke, mume na watoto wabarikiwe. Kama hujabahatika kupata mume lakini umezalishwa una katoto nje tu ya ndoa, umepata katika ujanja umezalishwa, kale katoto
Kama ni mwanaume, kale katoto, baraka zake sasa. Kama ni familia, watoto pamoja na mwenzi wako. Lakini wewe ambaye umezaa bila kuolewa, au wewe ambaye bado hujaoa lakini una watoto, mwambie Mungu bado inawezekana. Yaani kwa Mungu hakuna kitu kinaitwa single mama. Single mama ni mambo ya huko kwenye mitandao ya kijamii na barabarani huko, lakini kwa Mungu hakuna kitu kinaitwa single mama. Mtu yeyote ambaye atamtegemea Mungu wakati wowote, Mungu atakutengenezea mazingira, utampata ule mwenzi wako anayekustahili. 128 Zaburi mstari wa 3 na 4. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao. Kama ni mwanamume, mkeo atakuwa kama mzabibu uzao. Kama ni mwanamke, mume wako atakuwa kama mzabibu uzao ndani ya nyumba yako. Watoto wako kama miche ya mizeituni. Hao watoto ambao umewazaa, Mungu amesema watakuwa kama miche ya mizeituni wakizunguka meza yako. Tazama, hivyo ndivyo atakavyobarikiwa mtu amchaye Bwana. Unabarikiwaje? Ikiwa utaamua kumcha Mungu katika huduma hii ya saa hii ya patakatifu sana, tunapoingia kwenye wingu la utukufu wa Shekaina wa Bwana, ili aturekebishe, atutendee mambo na kutubariki na kutubariki na kutubariki kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Ndani ya Kristo Yesu, baraka za 4:16 kama sio 19 wa Ibrania, kwamba njooni tukisogelee kiti cha rehema hapa kwenye utukufu wa Shekaina hapa, ili Mungu aweze kutengeneza vitu vyetu na kutubariki na kutupatia neema na rehema na wakati wa mahitaji yetu. Mungu habariki wewe tu, amekusudia kubariki watoto wako, mume wako, mke wako, mchumba wako, mume wako mtarajiwa, mchumba wako, mke wako mtarajiwa. Bwana awabariki ni advance katika jina la Yesu. Familia yako ni bustani ya Mungu. Mke kama umeolewa, kama umeoa, mke anapaswa kuwa kama divai safi, chanzo cha furaha. Unajua Yesu alipotengeneza ile divai kwenye harusi ya Kana ya Galilaya, iliongeza furaha, vibe la sherehe pale, kwa sababu ilikuwa ni divai safi mpya, juisi nzuri ya zabibu, sio yale mapombe, na watu wakafurahi sana. Mke wako awe chanzo cha furaha, mke wako awe chanzo cha baraka, mke wako awe na mvuto kwenye nyumba yako. Nyumba yako isiwe nyumba ambayo wageni wanakimbia, iwe nyumba ambayo wageni wakija wanabarikiwa na baraka zao zinabaki pale. Ni nyumba ambayo inatembelewa na malaika. Lakini pia watoto wako watakuwa kama mizeituni. Mizeituni inawakilisha nguvu na mafuta. Unajua olive oil, mafuta hayana cholesterol, hayana rehemu. Mafuta ya mzeituni yale yanauzwa kwenye chupa moja kubwa 25,000 mpaka 30 kwenye supermarket. Unaweza ukayanywa, tunajipaka wakati mwingine ile ngozi iwe nyororo. Yaani watoto wako wanakuwa ni kama mafuta ya mzeituni. Watoto wenye kupendwa, wenye value, wenye thamani. Lakini pia anasema watakuwa na nguvu za kimaadili. Sio wale wanafuta mabangi, ushoga nini. Kama wanapitia hizo changamoto kwenye maombi haya, Mungu anakwenda kuwafungua, anakwenda kuwarekebisha. Lakini nyumba itakuwa na baraka za mali. Baraka za mali. Mungu awape mali. Mungu awape mali. Mali kwenye nyumba yako, ili watoto wako wasije wakalialia kwa sababu hawana ada, usije kuwapeleka semina kwa sababu huna ada, usije kuingia kanisani kwa wakati kwa sababu ya usafiri. Mungu akupe mali ambazo utazitumia kwa ajili ya utukufu wake. Basi tutakwenda kuomba kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza, tutakwenda kuomba uponyaji wa ndoa. Moja ya kitu ambacho shetani hakipendi kabisa ni ndoa. Maana anajua ndoa ikisimama, familia imesimama, ukoo umesimama, wilaya imesimama, taifa limesimama, wacha Mungu amesimama, dunia imesimama. Lakini tutakwenda kuomba
ulinzi kwa ajili ya watoto. Maana watoto wako shetani anawatamani awapepete kama ngano, awavuruge kabisa. Maana amegundua wewe mtu mzima na ufahamu mkubwa kidogo, ila hawa ambao wajitambui hawa, anatengeneza kizazi evil generation hapo mbele. Sasa lazima tuwaombee hao watoto wako hao, wasogeze hapo karibu. Kama uko nao, wasogeze karibu. Ni wakati wa kuombea watoto. Lakini tutakwenda kuomba muhuri ya amani. Amani ya kimungu itawale kuanzia chumba chako unacholala, master bedroom, kwenye afu mvuke wa amani usambaye nyumba nzima, kule kwa house girl, kwenye chumba cha wageni, chumba cha ndugu, kwa watoto, sebureni, jikoni, nje kama umebarikiwa kuwa na separate quarter, kama tu unakachumba kamoja unakaa na mtoto wako. Yani mvuke wa amani ya kimungu, utukufu wa amani ya kimungu utawale kwenye maisha yako. Baba Mungu wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya baraka ya ndoa. Wewe ndio muasisi wa ndoa. Kelele zote ambazo zimetapakaa za kupinga ndoa na kuzidhalilisha na kuzidharau na negativity za ndoa zilizosambazwa ni kazi ya yule bwana mwingine, adui. Ninaomba Mungu wa mbinguni umbariki mtoto wako sasa. Kama yupo kwenye ndoa, Bwana ninamtangazia amani katika ndoa yake. Kama kuna migogoro yoyote, kuna mchepuko umeingia, unataka kuichepusha ile ndoa, kuchepusha mume, kuchepusha mke, muokoe kwa jina la Yesu. Kama Bwana kuna migogoro uchumi, mtu mwenzi mmoja amepitia mgogoro wa kiuchumi kiasi kwamba ndoa inakwenda kuvunjika, Mungu iokoe kwa jina la Yesu. Lakini Bwana, kama ni afya, mama ana wasiwasi wa kupoteza mume kwa ugonjwa wa moyo, baba ana wasiwasi wa kupoteza mke kwa sababu ya maradhi, Mungu waokoe kutoka katika hayo maradhi tangu sasa kwa jina la Yesu. Lakini yuko huyu ambaye ni mwanamke lakini hana mume na hana mtoto. Yuko huyu ni mwanamume lakini ana mke na ana watoto. Mungu naye mbariki. Ikiwa kuna sehemu alikukosea, Mungu msafishe na kumsamehe kwa jina la Yesu. Lakini Mungu, ninaomba kwa ajili ya ulinzi wa watoto. Watoto wao walindwe shuleni, watoto wake walindwe nyumbani, watoto wake wakiwa huko nje ya nchi ugaibuni masomoni, Mungu walindwe kwa jina la Yesu. Wakiwa chuo kikuu, adui ameweka vimetego vya kutaka kuwavuruga na kuwavuruga huko vyuo vikuu, wafanye kuwa mizabibu katika vyuo vikuu, wafanye kuwa olive oil katika vyuo vikuu hivyo, wafanye kuwa watu wenye uelewa mkubwa, wenye ufahamu mkubwa juu ya maarifa ya Mungu, wakampinge shetani na kumshinda kwa damu ya mwana-kondoo. Bwana, ninaomba wape afya. Wale ambao ni wadogo wadogo bado, ninawaombea utu uzima mwema, wakawe ni watu wakubwa ndani ya nchi hii, wakawe ni mawaziri, wakawe ni CEO, wakawe ni watu wanao share kubwa kubwa kwenye makampuni yanayotengeneza faida kubwa na kutoa magawio makubwa kwa jina la Yesu. Wakawe wawekezaji kwa jina la Yesu. Wakawe ni wakulima wacha Mungu. Wakawe ni wafanya biashara nje ya nchi. Wakawe ni wakulima, wafanya biashara, wakaagize vitu kupitia mameli na ndege kwa ajili ya utukufu wako. Lakini wakawe ni malecturer, wengine wakawe ni wachungaji, wengine manabii, wengine watumishi. Yani wasiwe watu wa ovyo ovyo. Ninawaombea kwa jina la Yesu. Kwa sababu wamekubali kusikiliza maneno haya, Mungu mtendee mambo makubwa. Na ikiwa bado na magonjwa ya utotoni, wanasumbuliwa na ukikojozi, wanakojoa ovyo, Mungu waokoe, kausha damu hiyo mzunguko unaoita masuala ya ukojozi. Lakini Mungu, ikiwa bado wana shida, sikoseli, anemia na magonjwa mengi yenye kutisha ambayo yameondoa amani kwenye hiyo nyumba, yakome tangu sasa kwa jina la Yesu. Watakase kwa damu yako, watakase. Asante Mungu maana umetenda, asante maana imekuwa. Ni katika jina la Yesu ninaomba. Katika jambo la mwisho, Mungu ukawape muhuri wa amani. Muhuri wa amani, itie muhuri ya amani nyumba yao, sebule zao, mvuke wa utukufu wako ukasambaye kwenye nyumba nzima, kwa majirani wote, wapatie upatanisho kama kuna migogoro. Lakini Mungu, ninaomba amani hiyo iende mpaka ofisini kwake. Amani hiyo ninaitangaza iende mpaka kanisani anaposali, pakawe na amani, kwa sababu mtoto wa amani yuko mahali hapo. Lakini ninachoomba zaidi, wewe Mungu Yesu Kristo uliye mfalme wa amani, ukawe amani wa familia yako, familia ya watoto wako hawa, lakini ukawe amani ndani ya moyo wake.
mpatie utulivu, mpatie kichwa kilicho na amani, akili yenye kupanga mipango na focus, hyper focus ya viwango vya juu katika mambo ambayo atakwenda kuyafanya kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa kabla hatuja maliza sehemu yetu, tujaingia sehemu nyingine ya tatu. Maana sehemu zetu ni tatu za kutafakari mambo haya mazuri ambayo Mungu ametuandalia leo. Tutaimba wimbo nasema just as I am, nitwae hivi nilivyo. Yani hivi nilivyo Mungu, na mabangi yangu, hivi nilivyo na uzinzi wangu, hivi nilivyo na dhambi zangu, hivi nilivyo na umaskini wangu, hivi nilivyo na kuumwa kichwa, mamoyo, matabu, nitwae hivi nilivyo. Unakwenda kumwambia Mungu wako, nitwae hivi nilivyo. Anakutoa wapi? Ni katika patakatifu pa mbinguni, kwenye ule utukufu wa Shekina unaowaka katikati ya Baba na Mwana akituhudumia. Unadumbukizwa humo katikati, hivyo hivyo ulivyo. Kwa nini tunasema nitwae hivi nilivyo? Tunasema nitwae hivi nilivyo kwa sababu ukitwaliwa na tunapoingia kwenye utukufu wa Mungu, vile vyote ambavyo havifai vinakatwa, kamba ambazo zimekufunga zinaachia, kama wakina Shadraka, Meshaki na Abednego. Yule mtu wa patakatifu, mtu wa 4 alipoingia mle ndani, vile vikamba viliachia, lakini wao wakatoka wako safi. Kama bwana mmoja anaitwa Yoshua, kiongozi mmoja Yoshua, alipoingizwa mbele za Bwana, mauchafu yake yote alivuliwa nguo, akavalishwa nguo safi. Bwana kutwae hivyo ulivyo. Nitwae hivi nilivyo, umemwaga damu yako, nawe ulivyoniita Bwana Yesu, sasa naja hivi nilivyo, si langu kujiosha roho yangu, na nisame dhambi zangu Bwana Yesu, sasa naja. Angalia ili fungu la mwisho sasa hili. Hivi nilivyo mimi tu, siwezi kujiokoa, na wewe huta nikata Bwana Yesu, sasa naja. Baba, asante kwa sababu mtoto wako ameamua kuja kwako. Mungu mtendee makuu kwa jina la Yesu, amen. Kipengele kingine tunapoelekea kuendelea kupata hizo baraka za maombi ya usiku ni baraka ya jumuiya na kizazi. Unajua tumeombea watoto wako, lakini hatujaombea watoto wa watoto wako. Lakini pia hatujaombea jumuiya yako. Tumegusa kidogo sana ya kanisa ambao unasali. Lazima nalo libarikiwe. Zaburi 128 mstari wa 5 na wa 6. Bwana akubariki toka Sayuni, uone heri ya Yerusalemu siku zote za maisha yako, na mkawaone wana wa wana wako. Amani na ikae Israeli. Amani na ikae Israeli. Sasa ukisema amani ikae Israeli, unaweza ukachanganyikiwa kidogo. Israeli sasa kule mbona kuna ugomvi? Hiyo ni Israeli ya kisiasa, a political Israelite. Biblia inasema 3:19 wa Galatia, kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa mzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa ile ahadi. Kwa anasema amani ikae Israeli, ikae kwa mtoto wa mjukuu wa Ibrahimu ambaye ni Israeli, ambaye Israeli ni mtu aliyempokea Yesu Kristo. Israeli sio Muislamu, Israeli sio Myahudi yule wa pale. Mtu yeyote popote alipo, bila kujali kabila, lugha, jamaa, hadhi na umaskini wa utajiri wake,
akimpokea Yesu Kristo anakuwa Mwisraeli. Sasa amani ikae kwako, Israeli. Amani ikae kwako, Israeli. Sasa hii inaitwa baraka ya legacy. Legacy, kuweka legacy kwenye urithi wako. Mungu hataki mzunguko wa maisha yako uishie hapo hapo ulipoishia. Anataka uone wajukuu na watoto wa watoto wako wakiwa katika amani. Naongea na wewe mama mwenye wajukuu na wanagombana, kuna shida kwenye wajukuu, wamestaki, hawajatoboa, wanatanga waeleweki. Leo tunakwenda kuwaombea Mungu awape amani. Na nasema baraka inatoka Sayuni. Sayuni ni makazi ya Mungu kwa lugha nyingine. Rafiki yangu, usiku una mambo mengi sana. Mambo mengi mabaya yanafanyika usiku. Usiku una mambo mengi sana. Lakini sio kwako. Kwa sababu umekuja hapa kwa ajili ya kupokea baraka za Mungu. Nataka nikupe ahadi 3 za Mungu kwa ajili ya usiku wako. Moja ni kitabu cha Zaburi 4 mstari wa 8. Anasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Kwa kuwa wewe Bwana peke yako unanijalia kukaa salama. Katika usingizi, katika amani nitajilaza. Mungu akupe kujilaza katika amani. Katikati ya mihangaiko yako ambayo umekuwa ukihangaika siku nyingi, leo ninakutangazia kwa mamlaka ya neno la Mungu la leo, Bwana akupe kulala kwa amani. Lakini anasema akupe usingizi wa mara. Kwa kuwa Mungu amekujalia salama, amekujalia kukaa salama. Bwana akujalie kukaa salama. Akupe usingizi wenye usalama tele. Akupe usingizi wenye amani tele kwa jina la Yesu. Lakini jambo la pili ambalo Bwana nataka akutendee ni Zaburi 124. Ahadi ya ulinzi. Ahadi ya ulinzi. Anasema, tazama yeye aulindaye Israeli. Na wewe, tazama yeye aulindaye Israeli hata sinzia wala atalala. Yeye akulindaye Israeli. Maana wewe unapompokea Yesu unafanyika kuwa mfuasi wa mzao wa Ibrahimu, mrithi sawasawa hadi za Mungu, unakuwa ni Mwisraeli. Mungu wako hatasinzia. Kinachokupa uhalali wa kusinzia hata kama bado deni lako hujafanikiwa kulilipa. Kinachokupa uhalali wa kusinzia hata kama kesho unaambiwa mambo hayatakuwa kama ulivyozoea siku zote. Hata kama unatakiwa, una habari mbaya zimekuzingira, una mgonjwa au mwenyewe unaumwa, una hofu ya kufa usiku, yeye akulindaye hatasinzia usiku wa leo. Wewe una uhalali wa kusinzia. Unajua umekuwa na hofu nyingi, umeweka vitu ambavyo ni halali kwa ajili ya kujilinda, maana hata mbinguni kuna mageti ya tushangai sana. Sasa wewe umeweka CCTV kamera, umeweka electric fence, umeweka mlinzi, unapanga umelificha uvunguni au pembeni pale, unakabastola hapo kwenye draw umekatunza. Lakini yote hayo, adui akija usiku ana uwezo wa kupuliza tu dawa ile ya usingizi ukasinzia, yasikusaidie. Lakini hayo pia mtu anaweza kayahaki mfumo yasiweze kufanya kazi. Angalia Irani, Mossad wanasema walihaki mfumo wa kamera za usalama za mtaani, mabarabarani kote. Kwa hakuna mahali angeenda Ayatollah asijulikane aliko. Ninataka nikutie moyo mpendwa. Maandiko yanasema Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye afanya kazi bure. Ngoja nikwambie, Mungu pamoja na hayo uliyoyaweka ni mazuri, lakini Mungu anatakiwa akulinde. Wewe harakati zako za kujilinda na kafilimbi ambako unatembea nako usiku umekaeka ukikaba upige kelele, unaweza kupuliza hiyo filimbi na asije hata mtu mmoja akaamka kuja kukusaidia. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye afanya kazi bure. Kwa hiyo nataka nikutamkie baraka ya ulinzi. Mungu wako halali kwa ajili yako. Una haki ya kulala. Sababu ya wewe kusinzia vizuri usiku wa leo ni kwa sababu unayemwabudu hata lala kwa ajili yako. Masaa 24 yuko live kwa ajili yako.
Masaa 24 yuko live kwa ajili ya watoto wako. Masaa 24 yuko live kwa ajili ya hatima yako. Lakini jambo la mwisho, hii ni jambo la muhimu sana. Kwanza, ukiwa na akili mpya. Watu wengi wanapolala, wanapoamka, wanaamka na migogoro ya jana. Wanapolala, wanapoamka, wanaamka na fikra za juzi. Lakini Mungu anasema unapoamka asubuhi, lazima uamke ukiwa umejazwa mafunuo mapya, mawazo mapya, akili mpya. Yaani usiku, wakati wa kulala kwako, ni wakati ambapo Mungu anafanya usafi na utakaso wa ubongo wako, na mifumo yako yote inakuwa renewed, inafanyika kuwa upya. Maombolezo ya nabii Yeremia 3 mstari wa 22 na 23. Rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Kesho asubuhi, nataka tu nikutangazia kwamba kesho asubuhi utaamka ukiwa mpya na ushindi mpya kwa jina la Yesu. Usitumie ushindi wako wa jana kuushinda leo. Leo anasema ni asubuhi ya leo, ukiamka asubuhi ni mpya. Bwana akupe upya, akupe ushindi mpya, akupe rehema mpya, akupe baraka mpya, akupe mafunuo mapya, akupe uwezo mpya wa kufikiri kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nenda sasa ukapumzike. Malaika wa Bwana wanakwenda kufanya kituo kwenye makazi yako. Wanakwenda kufanya kituo sebuleni kwako, wanafanya kituo chumbani kwako. Yaani utukufu wa Mungu unalinda familia yako. Malaika wa Bwana anaweka zamu, ngazi kama iliyoibuka wakati wa mtumishi wa Mungu Yakobo, ikajengwe kwenye nyumba yako. Malaika wapande na kushuka, wapeana zamu za kulinda nyumba yako mpaka asubuhi. Usiwaze wachawi, usiwaze majini, usiwaze mabundi, usiwaze manguvu ya giza, maana uko chini ya nguvu za Mungu kwa jina la Yesu. Basi Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee. Bwana na akutendee. Bwana na akutendee kwa jina la Yesu. Kaa nami ni usiku tena, usiniache gizani Bwana, msaada wako haukomi, nilipeke yangu kaa nami, nilalapo nikuone wewe, gizani mote nimulikiwe, nuru za mbinguni hazikomi, siku zangu zote kaa nami. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sana kwa ajili ya mtoto wako. Asante maana kwenda kumpa usiku wa ushindi, usiku wa baraka, usiku wenye utulivu. Bwana, katikati ya usiku uliojaa giza, nuru za mbinguni zikawaki katika fahamu zake, zikawaki katika fikra zake. Bwana, kama waga analala, anaota anafinywa, anaota anakimbizwa na madudu ya ajabu, anadumbukia kwenye mashimo ambayo hana mwisho, anashtuka, moyo unadunda na upata pressure, Mungu wa mbinguni muokoe na vindoto vya ajabu ajabu. Futa kabisa kwenye mifumo yake. Alafu tangu sasa aanze kuota tu maono mazuri, aanze kuota ideas, aanze kuota mipango. Lakini kama ulivyosema katika siku za mwisho vijana wako wataota ndoto, wataona maono makubwa. Aanze kuona maono na maono na maono kwa ajili ya future yake, kwa ajili ya future ya familia yake, kwa ajili ya future ya taifa lake, lakini kwa ajili ya future ya uzima wake wa milele. Bwana, ukamlinde, usilale wewe, usisinzia. Mungu usiyelala, ukalinde nyumba yake, lakini mpatie amani na usingizi mzuri, akatafakari ukuu wako, na asubuhi anapoamka mawazo bora yakajae kwenye fahamu zake. Tunakataa ile anaamka amenuna asalimii watu. Aamke akiwa na furaha, akiwa na ushindi, lakini akiwa yuko energized, mwenye nguvu nyingi sana kwa ajili ya utukufu wako. Endelea kuwa naye, bariki na kumwongoza kwa jina la Yesu Kristo. Amen.